Maadhimisho ya siku ya malaria duniani huadhimishwa kila ifikapo tarehe 25 Aprili kila mwaka, ambapo siku hiyo huwa ni rasmi kwa ajili ya kuadhimishwa na watu wote duniani hupatiwa elimu ya kujilinda na magonjwa ya malaria. Akizungumza na wakuu wa wilaya na makatibu tawala, Dr. Shija Joseph Shija ni program manager wa kumaliza malaria Zanzibar, katika kikao kilichoandaliwa kwa lengo la kupeana mrejesho wa hali halisi ya maradhi ya malaria yanayoendelea hapa Zanzibar. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya hali ya hewa na haya maradhi ya malaria. Lakini jambo jingine ambalo tumeona lina athiri au limeleta shida na maradhi haya kwa asilimia zaidi ya 80 naweza nikasema yanatokezea katika maeneo ambapo kuna makambi ya ujenzi. Kwa kuna vijana wetu ambao wako kule wameajiriwa, wanafanya kazi za muda, vibarua na kadhalika, mamantilie wengine wako karibu na hizo sites wanafanya kazi za kupika chakula usiku, bodaboda pia wanakuwa maeneo hayo kwa ajili ya kuwasafirisha wale wafanyakazi. Kwa wote wale wanakuwa katika hatari au kundi hatarishi la kupata malaria. Na vijana wengi ambao tumewakuta katika makambi ya ujenzi, unakuta kambi moja inaweza kuwa na watu 150, 200, inategemea ukubwa wa kambi. Na wote wanalala maeneo ambayo ni ya wazi, ya nje. Hawana nyumba. Wao kama wana nyumba basi wana holi moja kama hili, wanalala wote mle ndani na lile holi halijapigwa dawa yoyote ya kuzuia mbu. Ametaja wilaya zinazoongoza kuwepo kwa maradhi ya malaria ni Kaskazini A, Magharibi B na wilaya ya Kusini, na ameitaja sababu ya kuwepo kwa maradhi hayo ni uingiaji wa wageni wanaotoka nje ya Zanzibar na kutoonekana na dalili hizo, na amewataka wananchi kulinda mazingira ili kuondokana na mazalisho ya mbu wanaotokana na maradhi ya malaria. Kwa kila wiki huwa sisi tunakusanya hizo takwimu, tunazitoa kwenye data zetu. Tunaona bado Kaskazini A ilikuwa katika peak season, ingawa kidogo kama inaanza kushuka. Kaskazini B bado himilivu, lakini pamoja na hayo bado tunatakiwa tuchukue tahadhari kwa sababu wako karibu sana na Kaskazini A. Ukiangalia kati imejitenga kidogo, unaona ni kama eneo fulani kavu, lakini bado maambukizi yanapatikana. Kiujumla wilaya zilizobakia ziko katika hali himilivu, lakini hizi wilaya 3 zinatakiwa ziwe na mkakati maalum, na hasusan katika hizi shehia 10 ikiwemo shehia Nungwi Banda Kuu, kuna Nungwi kule Kilindi na vile vile shehia ya Nungwi Kiungani. Hizo shehia 3 kwa ujumla zimechangia kwa asilimia kubwa sana ya maambukizi hapa Zanzibar kuanzia mwaka 2024 na mwaka 2025. Lakini kwa wilaya ya Magharibi B tunaona eneo la Kisakasaka na Fuoni Kibondeni pia maradhi yapo kwa wingi, na kule kusini tunaona Paje na Bwejuu. Hizo ni shehia ambazo zina maambukizi mengi kwa ujumla kwa mwaka huu kuanzia Januari hadi mwezi huu wa Juni. Kwa upande wake ndugu Hamza Isa Hamza, mwakilishi wa masheha wa wilaya ya Kusini, amezitaja shehia ya Paje, Bwejuu na Kizimkazi Dimbani kuwa zinaongozwa kwa maambukizi hayo kutokana na shughuli zinazoendelea katika maeneo hayo, na amewataka wananchi wa shehia zote kusafisha maeneo hayo ili kupunguza mlipuko wa maradhi. Kuna shehia 3 ambazo tayari zimeonekana kwamba viashiria vya malaria viko vingi. Na sasa kuna shehia ya Paje, kuna shehia ya Bwejuu pamoja na Kizimkazi Dimbani. Kwa kweli hilo swala liko na ile shehia zimekabiliwa na changamoto ya uwekezaji. Kwa hiyo watu wengi wanaelekea shehia hizo kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kwenda kufanya kama ujenzi na mambo mengine. Naye Dr. Farid Mohamed, katibu tawala Kaskazini, amesema serikali imeamua kuchukua jitihada ya kutoa dawa kwa kuwapa wananchi na kuwapatia msaada wa vyandarua ili kujikinga na maradhi ya malaria. Serikali tumeamua kuchukua jitihada mbalimbali baada ya kupiga dawa, lakini vile vile kutekeleza maagizo ya serikali kuu kuhakikisha tunasafisha katika maeneo yetu. Hivyo kampeni za usafi zimeshaanza na tutaungana na Wizara ya Afya kupitia kitengo hichi cha malaria kuwaelimisha wananchi na kuwashajihisha
kukubali kupigiwa dawa katika majumba yao, lakini vile vile katika mazoezi yanayoendelea, mazoezi ya upimaji damu, nao pia tutawashajihisha wananchi waungane na Wizara ya Afya. Sio hivyo tu, lakini vile vile sekta mbalimbali zikiwemo Wizara ya Elimu, nao vile vile tutazungumza nao kuambia waendelee kutoa hizo elimu kule mashuleni, hasa mashule ya boarding, lakini na Wizara ya Ujenzi kuendelea kuwapa taarifa na elimu hawa wakandarasi wetu namna gani ya kudeal hasa na hawa wafanyakazi vibarua ambao kwa mara nyingi kwa hali zao hawawezi kurudi majumbani kwao, huwa wanapiga kambi katika yale maeneo. Juhudi zetu na mikakati yetu ipo pamoja na kitengo cha kutokomeza malaria ZAMEP hapa Zanzibar, ili kuhakikisha kwamba malaria inaondoka kabisa katika shehia zote za Zanzibar kupitia wilaya zake. Kwa hiyo sisi kama wadau tunajikita zaidi katika kuisaidia kitengo hichi cha malaria kupitia serikali yetu ya Zanzibar, kuona kwamba hakuna mwananchi yoyote ambaye anasumbuliwa na hii malaria, kwa kuweza kufika katika shehia au wilaya husika na kuweza kutoa elimu ya afya.